Siku za hivi karibuni tumeweza kushuhudia klabu ya Simba wakiweza kumtambulisha meneja wao mkuu ambaye atakuwepo katika sehemu ya benchi la ufundi. Sasa mara baada ya klabu ya Simba kuweza kumtambulisha meneja huyo anayefahamika kwa jina la Dimitri Pantev, watu wengi wamekuja akiodi huenda huyu meneja akawa ndiye kocha mkuu wa klabu hiyo ya Simba. Sasa niko hapa kuweza kukupa utofauti ama kukupa majukumu mawili tofauti kati ya meneja au kocha mkuu wa klabu ya Simba. Ngoja tuanze na meneja, tujue kazi za meneja na majukumu yake kiujumla. Meneja kwanza, huyu ni kama mkurugenzi mkuu wa timu ya mpira wa miguu. Ana majukumu makubwa yanayohusisha zaidi ya kufundisha wachezaji au kusimamia mechi pekee. Kimsingi yeye ndiye anayesimamia mwelekeo mzima wa timu inapokuwa uwanjani na hata inapokuwa mazoezini. Sasa haya hapa ni miongoni mwa majukumu ya meneja ndani ya klabu. Swala kwanza ni kusimamia mazoezi na mbinu za kiufundi za timu, lakini pia meneja anahusika katika kuchagua kikosi cha kwanza, yani ile first 11 ambayo inaweza kuanza kwenye mchezo fulani. Swala la tatu ni kushirikiana na uongozi katika usajili wa wachezaji wapya ambao watakuja kuongeza nguvu kwenye kikosi husika. Swala la nne ni kuamua nani anauzwa, nani anatolewa kwa mkopo au nani abaki klabuni hapo. Swala la tano ni kutengeneza na kusimamia mikakati ya muda mrefu ndani ya klabu. Swala la sita ni kusimamia benchi la ufundi, madaktari pamoja na watendaji wote wa timu. Hizo ni kazi ama baadhi ya majukumu ya meneja wa klabu. Tukatazamia sasa baadhi ya majukumu ya kocha mkuu wa timu. Kwanza, kocha ana majukumu maalumu zaidi linalojikita kwenye masuala ya kiufundi ndani ya uwanja. Mara nyingi hufanya kazi chini ya meneja au mkurugenzi wa michezo. Haya hapa ni baadhi ya majukumu ya kocha ndani ya timu. Jukumu lake la kwanza ni kufundisha mbinu na mazoezi ya kila siku kikosini. Jukumu la pili, kuendeleza uwezo wa wachezaji mmoja mmoja, yani individual development ndani ya kikosi. Jambo la tatu ni kutoa mapendekezo kwa meneja kuhusu hali na maendeleo ya wachezaji. Jambo la nne ni kutekeleza mikakati ya kiufundi wakati wa mechi. Hayo ni baadhi ya majukumu ya kocha mkuu ndani ya timu. Kwa kifupi, meneja anaweza kusema ya kwamba yeye ni msimamizi wa kocha pamoja na kocha msaidizi na mipango mizima ya timu, lakini kwa upande wa kocha ni mtaalamu wa mafunzo na mbinu za uwanjani. Sasa Simba Sports Club imekuwa klabu ya kwanza nchini kuanzisha mfumo huu wa kisasa unaotambulika kimataifa. Kwa hiyo kama timu ina mtu anayeitwa meneja lakini afanye majukumu haya, basi huyo sio meneja wa kweli. Ni yapi maoni yako? Njoo tuambie kupitia sehemu hiyo ya comment, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote, mwanamchezo wangu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu na kufollow.